Kwa swala ndio imani dini, uongozi wa dini. Kwa swala hili linapatikana kwa safari hii ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisa kinaanza kusema bainama nabii sallallahu alaihi wasallam, zama alipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijri, katika nyumba yake au chumba chake, inda baiti, alipokuwa amelala katika nyumba yake, akiwa katika mmoja katika wale wake zake alikuwa ni Bi Aisha. Sasa siku hiyo alikuwa yuko kwa Bi Aisha, alikuwa amelala. Na manabii wana tofauti mkubwa kati ya walaji wa manabii na sisi tunaolala. Manabii wao hulala kwa uso kuangalia juu. Manabii wote, manabii mursalina, yaani mitume na manabii wote hulala kwa uso kuangalia juu. Tunachana. Basi manabii hulala huko. Wakichoka wanarudi kwa upande wa kulia, upande wa kulia. Ndivyo walivyokuwa manabii. Lakini sisi mara nyingi wengi tunalala hivi kifudifudi, hata watoto wanalazwa hivi kifudifudi. Ukichoka sana unalala upande wa kushoto, upande wa kushoto. Basi watu wa falsafa wanasema mwenye kulala kifudifudi hivi kwa muda wa miaka 20 mfululizo, basi baada ya kufika mwaka 21 tu nakaswa aqluhu, akili zake zinapungua. Sababu kupungua akili, ima inaweza kawa jani kabisa, inaweza kawa ama shughuli, inaweza kawa chizi, lakini akili yake inapungua. Hata mtoto ukipenda kumwona sana hivi kwa kulaza hivi, basi atakuwa na upungufu wa akili shuleni. Tofauti na watu ambao wanapenda kulala au kulala kwa kulia. Lakini kwa hiyo madaktari wanakwambia anaelala kwa analala hivi, ukiulaza hivi mtoto anasoma sana, sababu shetani atakiwa alaiba na bora kwa kumweka. Kwa hiyo wana mtoto sasa muda wote imani sala hivi ya kujikelele na wewe ungeuze ya atakayeshi. Kwa hiyo kuna tofauti kubwa kati ya manabii na sisi. Kwa hiyo mtume alikuwa amelala. Sasa ghafla atamu Jibril wa Mikail. Ghafla wakaingia Jibril na Mikail. Jibril kwa maneno mafupi tu wanamuita sahibu risalati au sahibu wahyi. Yaani ndio alikuwa akiwapelekea wahyi wale manabii au mitume. Alikuwa ndio kazi yake, ndiyo kuwapelekea manabii au mitume wahyi. Basi ndio kazi yake kubwa hiyo. Au mtu ana jambo baya, wale ambao wanampinga nabii, basi Jibril anakwenda kumjulisha nabii. Wale hawa wafuasi wako au wanakukataa wapanga Mungu. Kwa hiyo anaamua mapema kabla wale watu wale mzuri. Angalia pale watu walipozunguka nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walikusudia sasa kwamba wakifika asubuhi tu wanapigwa mapanga. Basi Jibril pia akachukia na akamueleza wanapanga leo wale ndio waje wakusanyike, na ikifika asubuhi tutakuwa kwa kushangilia kwa Mungu. Na wafundishe leo wajalimu mwenyeji msada na mhafizi msada kwa shaidani kwa huda mzuri yasini. Kwa wafundishe leo. Kwa hiyo wakati mwingine ikiwa nataka kutokea kitu mbaya kwa manabii au mtume, basi Mungu wa habari mapema ili ikifika tukio na njia Mungu afanye hivi kusema. Kwa hiyo ni kazi yake kubwa hiyo Jibril. Lakini pia wa Mikail, na katika kipindi hiki alikuwa kuna Mikail. Mikail anaitwa sahibul amtar wal arzaq. Yeye kazi yake ni kushusha mvua na kuwasambazia wadudu wote riziki. Sio wanadamu, viumbe wote anawasambazia riziki. Mshaisi kuchimba chini afu kwa katika chuo. Ifikirie kwa chini alikuwa anakula nini? Ndio alikuwa anakula. Lakini huyo malaika yeye kazi yake hiyo. Hata ukiwa kwa chini anakupelekea riziki huko uliko. Hiyo kazi yake hiyo. Anaitwa Mikail. Lakini kuna malaika mwingine ambaye sisi tumezoea kwa Israeli. Wanaoita Azrail au Israel. Huyo kazi yake ni sahibu qabdul arwah. Kazi yake ni kuchukua wahi tu basi. Yaani
kuchukua roho ya viumbe wote. Ikifika wakati wako, yeye anakuja, uwakosei na wala abadilishi tarehe. Sio kwamba pengine hata kama mkifanana watatu wanne, kwamba afananishe baada ya zamu ya wewe basi kwa hiyo ndio jambo haliwahi kutokea hata siku moja. Yaani hakosei. Alafu sio makini kama ukitia huruma eti anakuacha. Yaani muda wako kufika yeye anachukua ile amana anaondoka. Kazi yake ndio hiyo. Lakini yeye kabla ya kuja mtamkuja malaika, yaani msafara wake yauje ghafla tu. Una malaika wengine wanne wanakuja pale kuja kutembelea kwa mazingira sawa kabla ya bwana mkubwa kuja. Kwa hiyo akija bwana inakuwa ni kurudishana baada kwa hali basi hivi si hivi. Inakuwa hali kama hii kabla ya kuja maki atakitamba atashukuru kwa sasa kuulizana kupigana nini sababu ni jambo lisha kumkuta kwa Musa Hamisi. Alikuwa akambuga kwa Musa kwa vile kwa kama sunna kwa mzee kuelewa kutoka tu aanze kueleza. Huyu Musa ni sisi Musa ndio Musa. Kwa hiyo bali kama ndio Musa kabadilisha bila sasa ndio kwa viumbe Musa huwa haini katika ile hali ya kawaida. Sasa ni kwenda katika hali ya kawaida tunakuja kupigia ile ndio sababu yako. Sasa kabadilisha ile hali sasa wanakuja katika ile hali ambayo viumbe wengine wote wanaona Israeli. Na hao malaika kwa ujumla wao wote, malaika wote kule pati ni nuru, wameumbwa kwa nuru. Malaika hao wote wasikia wameumbwa kwa nuru. Isipokuwa Ibilisi pekee yake ndio kaumbwa kwa moto. Ibilisi pekee yake kaumbwa kwa moto. Mwenyewe Ibilisi mwenyewe anasema kaumbwa kwa moto. Lakini hawa majini wengine tunaona hawa wameshakuwa majini. Hapo ndio wengine kubaliana si mtihani. Au tunawasoma kwenye Qur'ani hasa kijini. Hapo waliketi siku moja na kusikiliza Qur'ani. Wale wameomba ni nani sababu ni mali ni nani sababu. Wameomba na moto lakini mwisho wa moto na moshi ndio unakunanisha. Ndio wanatengeneza pale majini. Ndio nzuri. Yaani moto ukiwaka na mwisho kuna mshimo sisi tu moshi. Ndio wanatengeneza majini, viwengo wanatengeneza kupitia katika moshi wa juu unaotoka. Lakini mwenyewe kabisa ameomba kulala na moto. Ameomba. Tena moto wenyewe ule kabisa. Na hapa duniani hapa kabla sisi hatujakuja hapa walianza kuishi majini hapa. Kwa miaka mingi mno. Sasa wakaita fujo, wakapigana, wakaoneana sana. Ndio Mwenyezi Mungu akawatuma malaika. Lakini kama msafara ule ulikuwa na wewe Ibilisi. Wakaja hapa wakawapiga vita. Walipopiga vita kwa majini wakakimbia sasa. Kukimbia kwenye mapango, kwenye mawe, kwenye bahari, kwenye miti, kwenye masuko ya ardhi, kwenye mabwawa, kwenye mito, wakakimbilia huko. Kwa maisha yao sasa. Baadaye sasa Mungu akaanza kutuita sisi. Na sisi ndio tunafanya fujo vile. Tunahurumiana, tunaoneana, bado nasi ndio hayo ndio. Kwa hiyo wakiwa na malaika hao wawili walipomjia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahuma malakun akhar, lakini pia wakiwa pamoja na malaika mwingine. Baada ya malaika hao wawili wanakuwa na malaika mwingine wanakuja naye. Anaitwa Israfil. Yeye kazi yake ni swahibu swali. Kazi yake ameketi tu anazungumza parapanda. Yaani parapanda na siku ya kiyama ni kuuliza. Ukishakuuliza ile basi ndio wote wale watakufa. Na kiyama akiji mpaka maumbile ya kuuguzwe. Ndio kiyama kinafika. Yaani maumbile ya kuuguzwa sio lazima kifanye miaka 50 na itobaku. Basi takwenda hivyo mpaka mtu akifanya mwaka mmoja kwa itobaku. Ndio kuuguzwa maumbile. Akisema kujazika zama za mwisho zile. Na pia ya chuju sana. Ndio za mwisho. Kwa mpaka kwa kuja kuuguzu zamani kwa watu waishi miaka 500 miaka ndio kuuguza hivi. Sasa ndio kwa miaka 100 unatafuta. Basi ndio shughuli sasa. Baada ya kipindi kwa mwaka mmoja na itobaku. Sababu watu wanajikamisha. Ndio kabisa sasa ndani ya kiasi sasa. Kwa sasa hiyo kazi yake ni kuuliza parapanda. Akakuuliza parapanda viumbe wote kutoa taarifa kwa Mwenyezi Mungu viumbe wote washakufa. Hakuna aliyobaki. Alafu atakuja kuuliza wale wengine parapanda ya kwamba
Sasa viungo kwa ajili ya kufunga kutoka katika makaburi yao. Kwa hiyo makaburi yao wasimame kwenye uwanja. Watu hii ardhi yote ishafisha kwa flat. Ishakuwa yuki katika level moja. Mzungu chini kuna upepo unaweza kusema bila safari. Akautoa upepo huo ndio unakuja kusafisha ile ardhi yote. Ndio kwa sawa yote milima huko yote karibu sana. Sasa watu wanasababishwa. Lakini hawatotosha viungo ya kusababisha. Lakini atakayosababisha kule huko bahari, ndio bahari ndio sababu zaidi kuliko kuchikana. Kwa bahari kwa kuzomoto yote. Hii katika ile uwanja ndio watu watakusimamishwa. Wamaamua malakul akhar, lakini wakiwa pamoja na malaika wengine. Kwa hivyo fahtamiluhu, wakambeba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata jaa Zamzam, mpaka wakafika naye katika kisima cha Zamzam. Yalikuwa yakumchukua akampeleka mpaka katika kisima cha Zamzam maarufu, kisima cha Zamzam kwa kusimuliwa. Walipofika kule fastaluquhu, wakamlaza chali, wakamlaza chali anakuwa hadithi kwa mgongo, maana mgongo msongo unaangalia juu. Watawallahu minhum Jibril, mambo haya yote yatawalia Jibril, kadibia kiongozi anatoa shika kula hivi, kisha wakaenda mpaka katika sisi sasa. Kwa hiyo wakamlaza hapo, kisha baada ya hapo fasha katika riwaya nyingine isiyokuwa hii tunayosoma katika kitabu kingine anasema furija sakafu baiti, ilipasuliwa ile nyumba yake kwa juu, sakafu ya juu pale ndipo walipoingia wale malaika. Katika mapokezi mengine ilipasuliwa kwa juu, afu wakaingia ndani kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhasil wao waliingia pale na wakambeba wakampeleka pale katika kisima cha Zamzam na wakamlaza. Kisha baada ya kumlaza fashaka min zuhurihi, kisha akamtoboa katika tumbo lake lile, lakini biasfali batni, sehemu ya chini ya tumbo, kama vile wanafanya operation, wakampasua hapo sehemu ya chini. Kama anajua sehemu ya operation, sehemu ya chini sana kusudiwa, lakini mtu wa kwanza sana ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu kusoma ndio mara ya kwanza, hii ni mara ya pili. Mara ya kwanza ilipokuwa kule walipokuwa kwa Halima Saadia, kwa pia wakati sasa walimchukua pia malaika hao walimbeba tu wakampeleka kwa nyumba ya Halima Saadia, wakamtoa nyongo na wakamsafisha mwili wake ili aepukane na michezo ile midogo ya utotoni. Na ndio tunataka kumshakuwa tunataka kwa mtu. Sasa mchezo ule Mtume aliondolewa ile walimsafisha kuwa nayo. Kwa hiyo Mtume atakubali nishakuwa baada ya kwenda kuja kwa hela kidunia ndani. Wala kutengeneza. Kwa sababu gani? Ili asionekane tupu zake. Maana tupu za Mtume zionekane. Ikitokea kwamba mtu akiona tupu wa Mtume, aliruhusu Mtume kwa kuona, basi Mtume atakuwa anakuwa kipofu. Wote kiko kisa cha Musa alisikizana na wenzie kwa kila wakati mbaya anasuzana kwenda kuomba. Wakifika kuomba, Musa alitenga tokeo ndio baada ya kuomba. Sasa wazee wanaambia hapo kusema ni alichelewa baada ya kusimuona. Sasa ndio Musa pale anakwenda watu wanamtania kwa simuona kwa pekee yake au yetaiwa. Bwana kwa pekee yake. Basi siku moja sasa Musa akaeka nguo zake kwenye jiwe, akaingia zake kuomba. Sasa wakati anataka kutoka anakuambia jiwe linatembea na zile nguo zake. Sasa akaanza kumkimbiza ile jiwe. Wale wazee wakaacha kule kama kawaida. Basi lile jiwe likapita pale kwa wale watu ambao walikuwa wanamsaidia. Likapita pale. Wale wakaona Musa hakuwa katika jiwe. Lakini baada ya pale wale watu walikuwa wakofu. Kwa za majini wazionekana. Kwa hiyo wakamlaza na wakampasua lile tumbo lake. Tumakana kisha akasema Jibril limekaa ili kumwambia Mikaeli, itini bipasati maji Zamzam, niletee mimi beseni la maji ya Zamzam, niletee beseni la maji ya Zamzam, niletee ili nipate kumsafisha hii sehemu yake iliyofanywa operation, yani maji kwa basi tumbo lake. Kaikapo hapa albamu ili nipate kutoharisha moyo wake. Kwa hiyo kafanya kushira bali kwa sasa
kuharishi moyo, wa ashraha sadra, yani kujua kifua chake, fastakhraja qalbahu, ukatolewa moyo wake, fakasalahu thalatha mawati, kisha ukaoshwa mara 3, wanazaha makana bihi min adha, kisha akaondoshwa yote ambayo yanapatikana katika moyo, yale maudhi yanapatikana katika moyo huwa haiondoki, lakini kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakaondolewa. Kwa hiyo Mtume yeye akawa sasa hata ukimkera keleki. Kuna mtu mmoja alikuwa kila siku anakwenda kumsaidia kwa Mtume asubuhi, siku asubuhi akiamka Mtume anafanya usafi, anaendelea. Siku moja kumuona yeye akumtume na kumuona yule mtu, kwa sababu akuona yule mzigo pale barazani, ndio Mtume akaenda kumtembelea yule mtu mwenyewe. Bwana anafika Mtume akuona leo kitu zile habari zetu. Sangekuwa mimi na wewe leo kila siku wake sio na mtu anisaidie barazani kwako, siku ukimtegea kabisa ana msimuone ukimtegea kwa sababu ana wajua wote wakifika tu kwa hiyo basi ungeongea ukitafuta sababu yote kwa kwamba inaendana naye. Lakini Mtume alikuwa ana kilikuwa kwa nchi, aliondosha uchafu wote. Fahtalafa ilayhi Mikail bi 3 tusati, alienda na kurudi na Mikail na lemeseni, mara ya kwanza wakaosha maji wakaenda kumwaga, mara ya pili, mara ya 3 lemeseni imani sana. Thumma kisha ujia bintasati ndani, kisha ikaitwa lemeseni nyingine ya dhahabu, kumtaja hikma, haja kwa lemeseni ya dhahabu imejazwa ndani yake hikma wa imani na imani, fa afraqahu, kisha ikaluminiwa katika moyo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kupitia katika kifua chake. Wa mala hilma, na vile Mtume akajazwa hilma, upole, wa ilman, na elimu, wa yaqinan, na yaqini, wa islamu, na kusalenda au kukubali. Mtume alikuwa mpole sana, angalia kwa kwa alifukumu watu walipiga baya, lakini wa kwanza akawaambia wale watu. Wakati ule Jibril alikuwa ashakuja, aliwaambia wanaje, sema wewe utakaye mlima ile unazunguka watu wakuambia hawaote basi kwa wao. Hiyo kishauriwa ukisema kuna malaika na yote na wasaka wote, Mtume akamwambia hapana, asiyekuwa yao hawa watatoka watu watachagua dini. Kwa hiyo alikuwa mpole. Kuna wakati fulani alikuwa anakaa na Abubakar na ghafla akaja chizi, akakubali na Abubakar. Basi muda wote anapokana na Abubakar, Mtume anacheka, yeye anacheka. Sasa Abubakar anakasirika, ndio anapokana afia ndio anacheka, yeye atumkemea huyo. Sasa Abubakar akacheka na yeye akaanza kumdishia, alipomdishia Mtume akasirika, akaondoka baba. Sasa Abubakar vipi? Ndio mtukano anacheka, anamrudishia Abubakar vipi? Anambia kipindi kile tukamo mimi kuna kundi la malaika wanamrudishia matusi yule. Kundi la malaika yule amekaa mzee anamrudishia matusi yule. Sasa wao kwanza kurudisha wale malaika wanaondoka wote. Sasa tena kukata. Bora. Sasa ingekuwa mimi na wewe tumekaa nafikia, tumekaa pamoja tunafanya mtu anatokana na rafiki yangu. Mimi wa kwanza kumchagulia yeye. Wale wale watu ya polisi. Wale wale sana tu. Thumma kisha Abubakar baada kumpasua tumbo lote na kusafisha moyo wake na kujaza mambo hayo yote tuliyosema, Abubakar kisha baadaye akafunga ile moyo. Lakini kumbuka wakati wanafanyia kazi hii wanapasua tumbo akakutoka damu. Yaani ilikuwa iko nje ya ada na anakuja hakuwa na maumivu. Mbona yuumiza hivyo? Hakutoka damu na wala hakuwa na maumivu. Ile kwa haiba tusaidia zitoka damu. Alafu ndio mtoto alikuwa anazungumzia kwa sababu sadaka yule akaenda kushtaki ndani. Unaona hapo unakuja walichukua ile kalamu unaweka kwa watu kwa kasoro fulani. Basi kama haiba tusaidia akatoka mbio. Alipokwenda kule wale malaika wakamshika ile damu na kwa mshahidi hakuna. Kwa hiyo wako safi kabisa. Unaondosha ile uongo kwa wanadamu. Kwa hiyo hapa ilipasuru akakutoka damu na wala kusikia ile maumivu. Sasa jambo la kuona bana kwa wewe ikata tunayo. Baada ya hapo kisha thumma khatama baina katafaihi bi khatamin nubuwati, kisha Jibril akapiga muhuri katika ule mgongo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akapiga muhuri bi khatamin nubuwati,
kwa mwisho wa manabii kwamba mtume huyu Muhammad yeye ndio mwisho wa mtume wote muuliwa katika ulimwengu. Manabii wote wana mihuri, lakini mihuri yao iko mkononi. Manabii wote wana mihuri, lakini mihuri yao iko mkononi. Hata yule Isa alipoulizwa, mama yake yule alipoulizwa, akasema mwenyewe katika mjadala wa mimi na mimi, alionyesha mkono wake hivi. Kwa sababu alama yao ya nabii iko mkononi. Suleiman bin Daud alionyesha alama ya nabii wala yote alizasa isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pekee yake, yeye alama yake iko mkononi. Katika vita moja walipigana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kisha akaonyesha mvua, baada ya vita kumalizika, kila mmoja akae sehemu yake kwa ajili ya kuikausha nguo yake. Kwa hiyo Mtume alivua ile nguo yake, kisha akaikausha juu, akaiweka juu ya mti. Alipoweka juu ya mti, ndio na kafiri mmoja aliona Mtume akakaa peke yake, hana walinzi. Akamsogelea na panga mimi. Akamuuliza, "Nani atakuzuia wewe kupanda mimi sasa hapa?" Basi Mtume akamwambia, "Atakayemuuliza mimi ni Mwenyezi Mungu." Yule akamwambia, "Mwenyezi Mungu." Mtume alikuwa akatetemeka, aliangusha ile panga. Alipoangusha ile panga, Mtume naye akachukua. Naye akamuuliza tena, "Hela mimi nani atakuzuia kupanda mimi sasa?" Ndio akasema, "Hakuna atakayezuia wewe kupanda mimi." Basi Mtume akamsamehe. Aliposema mtu akasilimu. Sasa huyu bwana anasema, "Niliona alama ya muhuri kwenye mgongo wake." Kwamba ndio alama ya nini? Khatamun nubuwah, kwamba yeye ndio mwisho wa nabii. Kwa hiyo pekee yake ndio alama ya unabii ya mwisho wa nabii kwa mgongo wake. Kwa hiyo baada ya hapo Mtume, baada ya hapo Jibril akapiga unabii kwamba yeye ndio mwisho wa nabii katika mgongo wake. Thumma utiya bil buraq, kisha baada ya hapo kumaliza jambo hilo lote akaletwa buraq. Musliyan, buraq hali ya kuwa na kiti. Musliyan tandiko, yani kiti cha kukalia pale juu kama alikuwa farasi. Tena Muljam hali ya kuwa ana kamba. Wa huwa daba, naye ni mnyama abyad, mweupe. Buraq ni mnyama mweupe kwa mwili mrefu. Toka himani anamzidi punda. Alipopunda vile sasa zidisha kidogo, lakini punda lao uko chini ya nyumbu, uko chini ya nyumbu kidogo, mrefu kidogo, punda mfupi, nyumbu mrefu. Hapo katikati ya baba yao alipopura kwa picha hiyo, na huyu ametolewa katika janna Buraq, ametolewa katika pepo. Na Buraq huyu manabii kabla ya yeye alikuwa wakimtumia Ismail na Ibrahim alikuwa akitaka kumtembelea mwanae, yeye alikuwa Kanaani, anakwenda kumtembelea mwanae Maka, alikuwa akienda kibanda cha Buraq, alikuwa kibanda Buraq na kumtembelea mwanae Ismail. Kwa hiyo upande wa cha nabii Mungu alikuwa anatumia kwa wakati huo, alikuwa anatumia sana Buraq. Sikiliza sidi yake, yapo hafirahu, anaweka kwato yake, yani anakanyaga inda mutaha qafa, pale anapokomea macho yake kuona. Yaani akiangalia hivi kama anaweza kutoka hapo kuona mpaka pengine chanika, basi akiinua kwa mguu wake anakwenda kwenye barabara, anakwenda hiyo spidi yake hiyo. Kwa hiyo ana spidi kubwa mno. Yaani kwa maelezo sasa, manake baada ya kula chombo ambacho kina spidi kama hiyo, bado hakuna, bado hajafikia hao wazungu wanaendeleza kwa spidi, lakini bado hajafikia spidi ya Buraq. Sasa huyo akaletwa tena kutwaliba udhunaini, aliyakuwa na tikisa masikio yake mawili. Ila ata ala jabal, bila kuongea mlima, itafat huinua rijilahu miguu yake. Wa idha habata, na pindi anaposhuka, itafat yadahu, huinuka ile miguu yake, yadahu mikono yake, kisi alivyokuwa yuko lako, yaani mfano wake kama unaona ndege itakupanda bora matairi ya mbele na mbele yanaingia kwa ndani ya baki ya nyuma na kwa mwisho kwa nyama bado na kule juu kwenye mlima. Sasa na itakushuka haya huko ya mwisho hadi ile ya mwisho hadi yeye anakuwa anachelewa kugusa, inaanza ile ya mbele ya yani kama vile Buraq ndio vile vile mbona nisoro kwa leo wao sio ndio Mungu, lakini Mungu anakopa kutoka huko ndio si alivyotengenezwa Buraq na lahu janahani,
na ana mbawa mbili. Sisi tumezoea kumwona mnyama tunasema mnyama huyu ana miguu minne. Tumezoea kusema hivyo. Lakini ile ya mbele miwili sio miguu, ile ni mikono. Ile ya nyuma miwili ni miguu. Sisi tumezoea kusema mnyama yule bana mbuzi ana miguu minne. Mbuzi ana miguu miwili na mikono miwili. Ile ya mbele mikono, ile ya nyuma ni miguu. Basi lahu janahani, ana mbawa mbili kama zilivyo ndege, tunapotoa huko na huko. Kwa ndege zile. Yaani wale wanakuwa kila kitu kwa kule. Ana mbawa mbili. Sifa habari kama habari yake, wala kazi ndege ziko. Ana mbawa ya mwisho katika jeu. Yahfilu bihima rijlaini. Zile mbawa zake zile uipa miguu vile miguu yake. Ndio anataka kuruka au kutua. Ndio zile mbao huwa zinasaidia ndio alivyo. Kwa hiyo akaletwa pale. Basi sahaba alayhi, kisha alipoletwa pale akaona uzito. Ndio pale akaona uzito. Basi kwa wako Jibril yada Jibril akaweka mkono wake ala maafilati juu ya zile manyoya yake. Akaweka mkono wake juu ya manyoya yake. Kumbe kisha akasema kwa ndio wako. Akamwambia ala tasahi ndio 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 uone haya ya burako wallahi na hapa kwa Mwenyezi Mungu mara kibaka hajawahi kupanda wewe khalqu mtu au kiumbe akara mwenye karibu zaidi ala Allah ndio Mwenyezi Mungu mimi niko huyo ambaye anataka kuongelea kipindi hiko miti kuongea ni kitu cha kawaida, miti milima wanyama ndio kitu cha kawaida. Kwa hiyo anakumwambia burako na maana hakuna maajabu. Kumwonyesha na zaidi ukisikia au mtu anaongea au mtoka alfajiri wa msikitini afu unasikia wanaongea salamu alaykum asubuhi. Utakuja huko. Yaani ndio ndio sio siku ya msikiti utarudi. Ndio ndani kwa sababu kama mdogo. Lakini wakati ule ni kitu cha kawaida. Yaani nani kuongea, miti kuongea, wanyama kuongea kwa kitu cha kawaida. Kwa hiyo Biblia inamwambia maneno haya. Baada ya kumwambia vile tu fasahaya akaona haya ni burako. Hata rafadha uruka mpaka akamujikwa na majasho. Kwa maana akaona hapa akamujikwa na majasho. Kisha wakawa akatulizana. Maana akaulikuwa chini. Sababu si refu akaulikuwa chini. Hata rakiba mpaka mtume akampanda. Wakati al-anbiya na walikuwa manabii takaba wakiupanda burako kama huyu kabla kupanda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika mapokezi ya Sa'id ibn Jubair na wengineo wanasema ni adaba tu Ibrahim. Ibrahim alikuwa akimpanda pia Ibrahim. Alati ambayo kwamba kana yarkabu alikuwa akimpanda Ibrahim kwa safari zake zote alikuwa akimpanda Ibrahim. Alipokuwa akija Maka anapanda Ibrahim. Kwa hiyo wakaondoka. Wakaondoka. Safari ikaanza hapo kuondoka. Na katika wanyama ambao wataingia peponi, ni huu burako. Wanyama wote wataingia peponi. Sasa siku ya wanyama wote wataambiwa kutu uturaba, yaani kuwe mchanga. Wanyama wote wataingia mchanga. Isipokuwa kuna wanyama wachache wale wanaoingia peponi. Mmoja katika hao ni huu burako. Yeye ataingia peponi. Mwingine atakaingia peponi ni Ajili Ibrahim. Damu ya Ibrahim na kwenda kwa mikono. Mwingine ni hudi wa Balkisi au Suleiman anaita. Na kwenda kwa mikono ndege ya kwa Suleiman. Anaingia kwa mikono. Mwingine ni Wahut na Chewa yule aliomeza Yunus. Na kwenda kwa mikono. Ukina hima punda wa Hussein pia kwa kaida yuko wabaki watakuwa kushuraka kwa kiokeo kwa mchana. Kwa hiyo safari ikaanza hapo. Wanaondoka safari huko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati Ibrahim kuna Jibril kwa kuna Mikaeli. Safari wanaondoka kwa Maka wanakwenda kuelekea zao Palestina au Palestina. Kwa hiyo walikuwa kabili Jibril wakaondoka kwa kuwa anyamini aliyokuwa yuko upande wake wa kulia wa Mikaeli na Mikaeli kwa kushoto. Aliyasali kwa kushoto wa Mtume.
وعند ابن سعد كما كتب mwingine ابن سعد وكان آخذ بنكابه جبريل alikuwa alioshika ile kamba ya Jibril zamani kamba ile ambayo inaongeza mwendo au kupunguza alikuwa ameshika Jibril wa Mikail na Mikail pamoja alikuwa baki kamba moja kwa mwingine yuko wakati aliyokuwa kamba. Kwa hiyo sasa wakaondoka hata baada ya mpaka wakafika ardhi na sasa watu kutoka spidi kubwa sana wakafika katika ardhi dhata dakhili ila mitende watu wakajua kile ardhi chini na mitende mingi. Fakala Jibril akasema pale kumwambia Muhammad sallallahu alaihi wasallam akamwambia inzi shuka fasali na kisha swali hapo kisha shuka na swali basi wafanya lakini akafanya baada akashuka na vile vile pale akaswali akaenda kambi. Tumba ratiba kisha akapanda tena kile kipando safari ikawa inaendelea. Watu wanaendelea sasa. Fakala Jibril akamwambia safari inaendelea. Akamwambia adabili alisalita. Hivi unajua wewe swali wangu? Fakala Mtume akasema la hapana mimi sijui. Basi kala akasema Jibril salaita uswali bitumba. Uswali sio moja ya taiba. Na laika na hapo alimuhajia ndio ndio kuambia wewe baadaye. Lakini wapi Madina ndio atafikiria kufumba na kufungua tu jana usiku leo ndio Madina. Mbona leo bado kwa Mungu tunakula na kwa yako usiku Madina. Kwa sababu sio refu. Kwa mtwala al-buraq akaondoka buraq yahwi akiporomoka yapo hafirahu anaweka pato yake haitho adaraka kwa pale nje yake na kumiliki kuona vipi na kuona kanyana sikiliza kama kusema. Basi nafasi nyingine fakala Jibril akasema tena kumwambia Mtume akamwambia inzi mfusali shuka hapa na uswali tena. Basi nafaka Mtume akafanya tena yani kuswali hapo shuka na uswali hapo. Basi Mtume akashuka na akaswali pale Mtume rakiba kisha akafanya tena wakawa wanaondoka. Fakala tena akasema tena Jibril kumwambia tena adabili alisalita ibn Musailima qala Mtume akasema la hapana sijui. Basi Jibril akasema salaita uswali bimadiana uswali sehemu inaitwa Madiana inda shajarati Musa mbele ya mti ambao unaitwa Musa. Alikuwa kuswali kuna mti ule mti unaitwa shajarati Musa unaitwa mti wa Musa. Ilikuwa ndio patikana mti wa Musa ndio kujiuliza bora kwa Musa au si kwa Muhammad kusoma baada ya kula shajarati Musa mti wa Musa. Musa utafikira katika mti wa Musa lakini Mwenyezi Mungu ameeleza katika sura Qasas ameeleza sehemu za Musa fika kwa Madian. Musa alipokuwa akikimbizwa na wale watu wa Firauni akakimbia. Alipokimbia usiku baada ya kufanya asubuhi yake akatokea sehemu inaitwa Madian. Alipofika katika mji hapo akawakuta wana mabinti wawili wana ng'ombe mifugo wanasubiri pale vurugu zishe nao wasende mifugo yao ili wawape kisha wapate sawa. Lakini kule kwenye kile kisima kuna vurugu wenye nguvu wanasogeza kwa maji wenye wao. Pembezoni kuna kisima kingine lakini kinakutuna na jabali yaani juu kubwa kwa hiyo wameshinda kuondoa ile hiyo kwa hiyo anagombea kisima kimoja. Kwa hiyo Musa alifuata akaangalia hali na kisha akawauliza wale wabinti, mbona nyinyi watu wenye moyo mbaki wale wabinti wakamwambia tunasubiri wenye nguvu kumaliza hata sisi tutawapa maji. Kwa hiyo Musa alipoona hali hiyo akawaondoa nyuma wale akasogea kwenye ile jiwe peke yake akaliinua ile jiwe lote peke yake jabali akaliinua lote peke yake akaleta pembezoni kisha akachukua wanyama akawapa baada ya akabali ile alipoondoka Musa akawachoka ndio akasogea kwenye mti bila kupumzika. Sasa yule mtu ndio nini shajaratu Musa mti wa Musa. Kwa fantara katika Qur'an akaondoka Qur'an yahwi bihi akiporomoka kwa spidi kubwa kabisa. Basi fakala Jibril akasema tena inzi shuka tena hapa swali na uswali fafala akafanya tena Mtume thumma rakiba kisha akafanya tena watu walipofanya kujua kabla tena atadeni aina swaleta Ibrahim mswali wapi. Basi kala akasema Mtume la hapana sijui.
Ala akasema Jibril, sallaita, umeswali bituri Sina, sehemu inaitwa Turi Sina. Ukisoma katika Watini waturi Sinin, hiyo Sinin maana ni mlima. Kwa hiyo swali unapata Sinin maana Turi Sina katika mlima Sina. Hapo haitokallama Allahu Musa, hapo ndio Mungu alikuwa akizungumza na Musa. Mungu akizungumza na Musa anamwambia sio katika Turi Sina, ndio katika mlima. Kwa mlima kwa kuzungumza na Musa, anapokea amri, ikiwa ni amri maagizo au makemeo, anapokea hapo Musa. Kwa Turi Sina kwa Musa. Thumma balagha hapo, kisha akafika katika ardhi nyingine, katika safari inaendelea, akafika katika ardhi nyingine. Baada ya akilamu kusuru asham ya fadhili, watu wanakuja wanaona kwa imedhihiri pale makasiri wa zamani, wale majumba yako kwa wingi, yako kwa moja, bali makasiri yako kwa wingi, kwa ikulu ndio simeka ni kwa moja makasiri, ili yakuwa makasiri ya sham. Basi fakala Mungu akasema kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hizi mshika sana hapa. Basi akafanya hivyo tu ratiba, kisha akafanya tena kile kipande kwa akaondoka. Algura akiondoka kusikiliza tunayozungumza, kisha Biblia inaongea hadithi aina saleta, unajua mswali wapi? Basi kana akasema mtume la hapana sijui. Kana akasema tena yeye mwenyewe Biblia inawaambia saleta, umeswali wewe sehemu baitul lahmi, umeswali kasema umetoa baitul lahmi. Hapo hapo ulida Isa ibn Maryam, hapo ndio alipozaliwa Isa ibn Maryam. Sehemu ambayo inaitwa baitul lahmi, hapo ndipo alipozaliwa Isa. Isa mama yake ni Maryam. Maryam alimzaa Isa, alipata mimba ya Isa kwa muda wa siku moja, tena kwa saa moja, na alijifungua na saa moja. Kwa watu wa saa 10 mpaka saa 11 akapata mimba, na umeshakuwa kubwa na alijifungua mpaka saa 11. Hivyo alipopata mimba ya Isa alayhi salam. Sasa baada ya kujifungua akamchukua yule mtoto, anarudi naye nyumbani kwake alipokuwa anaishi kwao. Alipofika kule watu wanamuuliza, sasa umemtoa wapi mtoto? Na hajakuwa wewe kwani mdogo mtoto mtoa wapi? Ujaelewa mtoto mtoa wapi? Yeye anawaashiria tu yule mtoto. Wanaonekana kumtia maswali yao yanauliza, muulizeni yule mtoto mwenyewe. Wale wakasita sana, wakamuuliza wao, kaifa tukalimu man kana fi mahdi sabia. Tutazungumza na mtu ambaye kwa kwanza mpaka mbeleko, tutazungumza na mtoto mdogo hadi mtoto wako. Tutazungumza kama gani? Wakati huo mama yake Isa kwa kwanza alikuwa na miaka 20 ndio. Lakini mtoto alikuwa anataka kupata hedhi mbili. Sasa nawaambia kumzeni yeye mwenyewe mtoto mwenyewe. Wala wasifanye mwenyewe pale alikuwa anataka kusema. Basi pale ndio Isa kabisa kitu chake. Wakati alikuwa anataka kitu chake. Wakaambia inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bisalati wa zakati kama mwisho wa mtu haya. Yaani mwenyewe alitambulisha mimi ni mja wa Mungu, atani alkitaba, amenipa Mungu kitabu, akakuwa sana kusoma wale zaidi. Ndio kuuliza hata kwa manabii wanapewa wahi habari za wao. Isa aliyekumtaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sasa wanaomba atakuja nabii mwingine Ahmad. Kwa hiyo ndio sasa naomba mimi ni mja wa Mungu na Mungu atanipa kitabu. Kama sasa ndio kwanza sasa. Kwa hiyo Mungu anachagua hasa na kama hata ya kuja kwa wale watu wafanyie kazi kwa Mungu. Hii ndivyo alivyozawa nani Isa. Kwa hiyo akamwambia hapo iliposhuka useme watu ambaye ni lahmi, hapo ndipo alipozaliwa Isa. Kwa nini alizaliwa mpaka ile Baitul Lahmi? Kwa sababu mama yake Isa alijifungua pale aliyokuwa peke yake,
hakuna sasa tunaenda nini kwa kuka, hakuna mkunga, alikuwa kwa kwa ya kuka, alizungua wale za kwa chini kwa hiyo lakini nyumba yake ya kuzuri sana. Hapo ndo alipozaliwa Isa. Kwa hiyo bado kuswali. Wabainama huwa Yasin tazama alipokuwa akiendelea safari. Ile mlango atakuwa wasiki unazungumza. Ibraa afrita min aljin. Ghafla mtume alimuona afrita min aljin, kiongozi wa majini. Bishahlati na kimwenge. Ndio zamani ya kimwenge. Akashika kimwenge kitaa. Akamshika binati ya moto tena, anafanya ni msafara kwa spidi ile, anakwenda kuna yeye anakwenda huko majini ya spidi sana. Utamjua majini ya spidi. Suleiman alikaa siku moja, anataka kiti cha urais kile pale, mfano wa Sabani ambaye ndio tayari na hawataka pale majini na wanadamu na nyumba wakini, ameenda kile kiti chake kije hapa, anaweza kuita spidi ni mmoja akamwambia kuelekea kiti chako hata mwenyewe uliinuka ndio kwa. Yaani ukiinuka tu inakuletea kitu chochote kinachofika. Ndio maana kama hiyo si ndio. Ndio ukiinuka mpaka kusogea pale kwa mimi kitu kitakachoshika yote. Sio kama si ndio sana. Akatokea kiumbe mwingine pale pale. Wanasema aulia kama walimu wa Mungu. Amesemana nitakuletea baada ya uchilao wa Torati au pesa hiyo. Sasa yule bwana kilichofanyika baada pale, yule bwana alipenipe nisoleka na kabili. Yule bwana akasema kabili vizuri. Baada ya kumaliza kabili ndio sawa kwa sana. Alafu niachie kichwa chako hivi. Yule bwana kaniachia vizuri. Alafu baada kama siku kadhaa kama alikwisha kurudisha ndio kitu. Kumbe yule katika zile kabili za swali aliwaita majini pale na malaika. Akamwambia mimi kama sijamaliza hii swala kiakisha nitakuhuduma kwa sababu. Kwa hiyo akikosa kujia katika kiungo hivyo na kiungo. Kwa hiyo wakakuchukua wakakupisha chini ya ardhi. Sababu walipokuja juu ndio wengine wakiona kama kimekuja. Wakakupisha chini ya ardhi. Kwa hiyo kanyuma ya Suleiman. Kwa hiyo Suleiman akamwambia ile kichwa lako kumrudisha kwa kurudisha kichwa. Ndio spidi ya nani? Ya majini. Lakini siku nyingine wa kwanza alikuwa na siku kubwa sana. Ameenda kuleta kama ile kama kitu cha kusokola kama ile ruka. Kiruka kutaka tena kitu cha kusokola. Ndio spidi ya majini. Sasa na ule afisi na jini naye anapata spidi ile ile ya kuona mtume. Wanasema kulama tafati. Kila anapogeuka yarahu anamuona. Hebu akiwa anamuona kuja. Lakini kimwili chake kitaka. Hizi tatu ndio walimuka hizi tatu. Ndio kazi kwa ile tano taa. Hizi tatu ziko ile tano. Lakini watu wanaistari za kuosha kuta. Ndio usiku au kwa siku bora katika ndio tunalibali kwa hiyo kuosha. Kwa hiyo ndio hizo aina moja tu kwa dawa. Hiyo ndio moja ya tatu. Afu kuta nyingine kwa vile haji katika moyo. Kuta nyingine kama hiyo moyo. Wewe mpaka mimi mpaka ufikira ya kuongeza daraja la utayari. Ili kuweza kupata tayari. Umuru la halifina laha umuru ile mswali mmoja anasema macho ya wacha Mungu yanaona katika tani ndio zao. Kwa moyo pia una macho. Macho ndio taa, moyo una taa. Sasa taa yake wewe unaona kama maswala yako hayataeleweka. Hiyo taa iko katika moyo. Hapo fikira ya kuona taa hiyo ndio pambana sasa. Ndio Mungu sana ndio mpaka mzima wa kupita hiyo. Hiyo katika moyo. Alafu na hii taa nyingine ndio sisi ambayo kwa kishasi. Ambayo jua ndio taa. Lakini kwa Isaya ndio ndio. Hizi ni aina ya taa. Tuseme sana kwa zaidi muda. Kwa hiyo akawa anafuata ile msafara kwa kutumia kile kimoja chake au kimoja wale au kile kitaa chake. Kwa hiyo kila kidogo anaona anakuwa kwa spidi. Kila kidogo anaona anakuwa nyingine kwa spidi.
Basi Jibril alimuona, fakala Abu Jibril akamwambia tunageuka. Jibril akamwona Mtume anageuka ndoto. Jibril akamwambia Mtume, fakala akamwambia ala uallimuka kalimati, ili kufundisha maneno takulu hunna, unasema hayo maneno idha kunta hunna kwa sema tu hayo maneno fafi atishahadatahu, itazimika hicho kimwenge chake huyo ayakufanya, itazimika hicho kimwenge chake wakati na fina yamia na kuondoka, kwa sababu kizimika kile mbele ya huyo ataanguka. Basi fakala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akasema bala ndio kufundisha. Basi fakala akasema Jibril kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sema sasa sema a'udhu bi kalimati llahi, a'udhu bi wajhi llahi al-karim wa bi kalimati llahi tammati allati la yujawizuhunna bikum wa la fajr min sharri ma yanzilu min as-sama' wa min sharri ma ya'ruju fiha wa min sharri ma dara'a fil ard wa min sharri ma yakhruju minha wa min fitnati al-layli wan-nahar wa min fawahiti al-layli wan-nahar ila dhalika yadrudu bi khayri ya rahman. Dua hii akasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi akaongeza kusema fakabala fihi, hakuondoka kwa chini, utafika shahadati, ikazimika kile kimwenge chake. Bwana hata baada ya kuwalimu msafari kisha mwalimu la Yesu mzee ndipo msafari kwa Mungu anajaza kwa mzunguko safari yake. Basi fasaha wakaendelea na safari hata mama wakafika anakomu kwa watu wanasema wengine kwa kuna watu wale watu yazarahuna fi yawm, wanalima kwa siku moja, wayasubuna fi yawm, na siku hiyo moja wanavuna. Ndio hapa zaidi sana kuna sana wanasema kwa kazi kama leo siku hiyo tunasema wanavuna ndio ndio sasa kawaida watu kulama hasabu na kila wanavuna ada kama kana kinarudi kile kilichokuwa kama vile kilikuwa mwanzo na kwamba kijafuna. Basi fakala sasa hapo akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anamwambia ya Jibril, ma hadha, hii ni nini? Hawa wao ni kina nani hao? Basi fakala akasema haulai mujahiduna fi sabilillah. Jibril sasa hao unawaona ambao wanalima leo hii na leo wanavuna na kila wanavuna kinarudi alafu kile ambacho kilichovuna, hao unawaona hawa almujahiduna fi sabilillah, wenye kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tudhahafu lahum alhasan, wanaongezewa neema. Yaani kila unapokwenda kutoka kwa ajili ya Mwenyezi Mungu anakuongezea wewe neema. Bisabi ya kumiati, wanaongeza 700 au kuzidi hapo, anaongezewa. Kwa kila kutoka anaongezewa, kila kutoka anaongezewa, kila kutoka anaongezewa. Wama anfaqu min shay'in, na kila ambacho walichokitoa katika kitu wawajada rihan, safari kaendelea, wawajada rihan, wakafika sehemu wakasikia harufu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi akasikia harufu tayiba, harufu nzuri kabisa. Faqala, akamwambia Jibril, ya Jibril, ma hadhihi raiha, hii ni harufu gani inayorukia? Hii si mgeni, hata wewe ukipenda na mtu sema sehemu unarukia kumzungumza kuuliza. Basi na yeye Jibril anakutua na kuuliza Jibril, hii harufu gani? Si harufu nzuri sana inarukia hapa, ni harufu gani? Akamwambia, harufu hiyo unaisikia, maashifatu binti Firaun. Hiyo harufu unaisikia ni harufu ya msusi wa binti wa Firaun. Ni harufu ya msusi wa binti wa Firaun wa auladi na watoto wake. Hiyo ndio harufu ambayo unasikia hapo. Anasema anaweza kuleta kidogo kisa msusi wa Firaun, mtu wa Firaun mkwaji. Anasema bainama hiya tamshu, wakati alipokuwa yule msusi wa binti wa Firaun, yaani Firaun ana watoto zake. Sasa mmoja wa binti yake alikuwa akisukwa na msusi. Sasa wakati yule msusi anamsuka yule mtoto wa Firaun nywele, isaka kwa mishto ghafla alidondoka ile shanura ndio msusi shanura lake lilidondoka. Sasa wakati analiokota ile shanura, fakala akasema bismillah ta'isa Firaun, kwa jina la Mwenyezi Mungu
alipata sana Firauni. Huko ndio anaonyesha huko. Ndio mtoto kasuka alikuwa nasuko, ambaye mtoto Firauni kasuka. Wakati akasema, mtoto Firauni anamwambia yule msusi. Awalaki rabu ghairu haki, kwa hiyo leo mwingine asiyekuwa baba Mungu. Basi ndipo lazima uamini kwamba Firauni ni Mungu. Na usipoamini kwamba Firauni sio Mungu, akijua ndio una maisha. Lazima utuliwe. Sasa yule mtoto anamuuliza yule msusi, wewe unayo Mungu mwingine asiyekuwa baba yangu? Na Mungu wako mwingine wewe asiyekuwa baba yangu? Wakati akasema yule msusi, naam, ndio ninayo Mungu mwingine asiyekuwa baba yangu. Wakati akasema tena yule mtoto wa Firauni, afakuhbiru bidhalika abi, yeye ni habari baba yangu, ndio hili kwa wewe na Mungu mwingine asiyekuwa yeye, ni habari. Basi msusi akasema, naam, ndio ndio baba mwingine ndio baba. Basi akhbarta akampa habari anakuwa baba kuna yule msusi anayo Mungu mwingine usiokuwa wewe, anayo Mungu usiokuwa wewe, anayo. Basi fadaa wale kwanza alimuita kwa choo fakala akamwambia tena, awalaki rabbu ghairu, unayo Mungu mwingine usiokuwa mimi? Pale akasema yule msusi, naam, ndio nayo Mungu usiokuwa wewe. Akamwambia, rabbi wa rabbuka Allah, Mungu wangu mimi na Mungu wako ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, lakini Allah. Wakati alikuwa alikuwa mwanamke sasa amenani, ana watoto wawili wa zawji na anayo mume. Mume wake alikuwa anaitwa Hisqi, alikuwa akiitwa mume wake na yule Hisqi alikuwa ni swahibu wa Firauni, alikuwa ni mfanyakazi wa paka wa Firauni, lakini yeye alikuwa kazi yake ni ajira, fundi seremala kazi yake Hisqi. Na huyu Hisqi huyu yeye na mume wake na watoto walikuwa maslimu kimya kimya, wanaomba Mungu kimya kimya. Na yeye Hisqi ndio yeye ndio swana liko Musa tabu. Hiyo ndio alitengeneza sanduku ni baada ya Musa kuzaliwa. Mama yake alimtia kwenye sanduku. Sasa ile sanduku alitengeneza huyo Hisqi. Ndio alitengeneza sanduku. Sanduku alisema alitengeneza kile sanduku akaweka ndani. Na akamweka mtoto. Ndio kwa sanduku. Kwa hiyo alitengeneza sanduku la Hisqi. Kwa hiyo alikuwa anafanya kazi yake kwa kasi ile, kwa kufundisha mali, lakini mwenyewe ni kazi. Anafanya kazi kwa kuandika. Kwa hiyo anafanya kazi kwa nini? Kwa kutengeneza furniture, usiku anafanya kazi kwa kuandika. Kipindi Firauni anamuita huyo Hisqi, huyo mume na yule mama, Hisqi tayari kwa miaka 100. Kwa miaka 100. Tambua Firauni katika utawala pekee yake kwa miaka 100. Katika utawala katika kipindi chake kilicho rais kwa miaka 400. Sio maisha yake, ni sio mwili wake. Mungu ndio utawala miaka 400. Sasa huyo Hisqi kipindi hicho alikuwa na miaka 100. Sasa ndio pale ana miaka 100, lakini wakati huo tayari yumo ameshapita kama miaka 7 hivi. Anamwabudu Mungu kimya. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Kwa hiyo akamwita Firauni akamwita yule baba ambaye ni msusi na wale watoto akamwita na yule Hisqi ambaye ni yule wa msusi. Kisha baada ya kuwaita fakala akasema kuwaambia wale wote pamoja. Akawaambiaje? Ayakia adini, barudini katika dini yenu ya asili ya kuabudia dini kwa Mungu. Mimi ni yeye hiyo. Firauni anawaambia wale msusi na mume wake, anarudini katika dini yenu ya asili ya kuabudia dini kwa Mungu. Mimi ni dini hiyo. Mimi ndio mshasilimu. Mwenye anasema mimi ndio nimekengeuka. Nimetoka katika utaratibu wangu. Kwa hiyo mimi katika utaratibu wa dunia mimi kwa Mungu.
mwingine kwenye utaratibu huo. Basi faabaya, wakakataa, hatuwezi kuwaambia viongozi. Fakala, akasema atalkuma leo takuweni, lakini wakati huo anatabasamu anasema takuweni, anasema mtu yote akasema tuwacheko wale wasikia wanachapa kweli, akamwambia takuweni, lakini wanatabasamu takuweni, sio kama kasirika, bali hajasirika, akamwambia takuweni. Basi mama akasema ihsana minka, uzuri ulioje kutoka kwako wewe, ilaina kwetu sisi, inqatalna, kama kutua wewe, atajalna fi baiti wahidi, usike katika kaburi moja, yani katika baiti moja bali kaburi moja, lakini fanya kuna kisho kuziki hapo bali kama katika nyumba kama hii au usike kaburi hapo kuziki wote ndio kwa kaburi moja. Ni mama anaongea na Firauni. Firauni akasema, akamwambia Firauni, akamwambia dhaka laki, hilo ndio la kwako, hilo unasema kuzikere katika kaburi ndio la kwako. Na sisi tunayo kwa sababu tunataka kufanyia nini? Na sisi tunayo wengine wanaowaambia tunafanyia. Basi pale tena tunafanya sisi ni haki, iko katika haki zaidi kuliko ambalo tunataka wewe. Anaambia imam. Basi faamara, Firauni akaamrisha bibuqratin min nuhasi, akaamrisha ndio sufuria la shaba, ikaleta sufuria la shaba kwa kuhumia, kisha baada hapo ikajaza mafuta ya sufuria la shaba, ndio mafuta mengi, kisha baada hapo ikawekwa kwenye moto, waongeza moto mwingi, ikawekwa sufuria nyingi kama hapo katlao, ikawekwa mafuta na kuchemka. Baada ya kuchemka thumma qala, kisha Firauni akamwambia sasa, akamwambia iftaki fiha hiya wa aulada, ingia wewe na mtoto wako mkeo, ingia mmoja na ingia. Basi faalqa wahida, kana ingia mmoja, ingia chemka kwa samaki ni alikizo mmoja, hata bala mpaka akafika zamu sema ya mtoto mdogo, yaani mama ana mtoto mdogo amebeba mtoto mdogo bado kabisa. Sasa yule mama kana anafia yule mwanae ambaye baba ni mwenyewe kwa anafia, basi mtoto akasababisha mambo yake ya mama ndio mama yangu wewe tumkia akiingia wala tutaanza na wale usifanye na wale sio mzito au sikofu, fainaki alhaki, hakika kwa kujua haki, kwa ataingia yule mama na mtoto wake wacheka wote. Watakallama fil mahdi, na waliozungumza haya kwa kaambeleko mmoja wako ndugu. Kawaida mtoto hawezi kusema mpaka mshipa huko ikazi, na mshipa hii ya kazi ndio anasema hawezi. Sasa alizungumza hali ya kwamba ni mdogo mmoja wako ndugu wako wanne mbele huko mbele ni zaidi, lakini maarufu zaidi wao alizungumza hali ya kwa sumara wale watu kwa sababu kwa mbele. Mwingine alizungumza washahidi Yusuf, na yule aliyemtoa shahidi Yusuf, kila mmoja anamjua Yusuf kisa ni maarufu, alinunuliwa kwa ndugu zake walimtupa kwenye kisima, kisha baada ya kumtupa msafara ukaja ukamchukua ukamvua kwenye kisima, ukaenda kwa muuza Misri. Baada ya kumuuza akainunua na waziri. Yule waziri baada ya kununua akamnaje bali kwake. Ndio kwake akawaambia wake uwe ufanye kwa mtu wetu hapa nyumbani. Akakaa pale waziri. Lakini Yusuf ni mzuri sana kabisa. Ni mzuri sana. Baada ya ile msana nyingi kuzungumza mzuri. Kwa hiyo baba yule nifikiri kashtua kudunia. Hawana mtaka leo Yusuf. Sasa Yusuf baada ya pia anamkimbia yule
Kuuliza miguu ya kizamani ile kazi kwa zamani. Ndio akamvuta ndio. Nataka kurudisha ndani. Miguu ikachanika kwa nyuma kwa Yesu. Kwa alimna kwa tu ndio bwana kubwa yeye ndio kazi. Na kwa mlango kwa kumzana. Ndio akamtetea pale. Mtetea. Kwa hiyo kauli ya Mungu asubiri na bwana. Anasema kauli ya kwa polisi sio kweli. Raia. Kwa kama akasikiliza wale wake akaonekana Yesu kutoka makosa. Sasa usipo hayaji akana kuelewa ndani. Ni mafunzo na wengine. Lakini sasa katika kuzungumza wakati analetwa kule nje. Kulikuwa na wale wafanyakazi wa ndani kwenye kasi ndio wale waziri. Kulikuwa na wafanyakazi kuna mama mmoja ndani mtoto mdogo. Ndiye akasogea pale na kusikiliza kile kisa cha Yesu. Ndio mfano wa nani? Walikia wanaendana. Hata wasimulia simulia. Sasa yule mtoto aliposema na mlaya akamwona mama kwa anakopa. Kumbe anataka kuongea na kopa mama. Yule mtoto kwa mgongoni huko. Wafanya kazi wale wazima. Naye pia akatoa shahidi. Ndio Qur'ani ilipoti. Akamwambia angalieni ile kanzu yake Yusufu. Ndio kama nimechanua nyuma huko. Basi Yusufu alikuwa anamkimbiza yule mama. Lakini kama nimechanua huko, nimechanua mbele, basi Yusufu alikuwa anamkimbiza yule mama. Lakini kama nimechana nyuma na bado sikuwa anakimbia, mambo yanajivuta huko. Ibada kabisa. Kwa kuangalia kazi ya Yusufu imechana. Kwa hiyo alikuwa shahidi huyu, ni huyu mtoto mdogo ambaye alikuwa anatembea. Anasema mwingine ambaye anazungumza haya kwa kaendeleko ni sahihi Yusuf. Alikuwa shahidi kwa Yusuf. Ndio shahidi kwamba sio anayotaka bali sio bali anayotaka Yusuf. Mwingine wa sahihi Jurayj. Na mwingine ni Jurayj. Hizi jina la mtu. Jina la mwisho la kuongoza na kusema na baraji. Ndio ndio na mwisho yake. Ndio mwisho. Kwa hiyo Jurayj anaitwa. Jurayj alikuwa mcha Mungu mno. Jurayj sana kabisa. Mcha Mungu wake alikuwa mkubwa sana kwa kishijini. Sasa mcha Mungu alikuwa mzidi, akawa anamjua sana makelele wake. Akatoka pale akahamia kijijini. Akaenda akajenga nyumba yake kwa hiyo kufanya ibada. Lakini kwa mjini anajulikana sana Jurayj ndio mcha Mungu. Ukienda kwa Jurayj kwa wanafunzi wake Jurayj akifanya dua, anaanza kuondoka. Ile mcha Mungu wake Jurayj. Kwa akaja kijijini akaendelea kufanya ibada zake. Sasa kule alipotoka kule mjini. Kulikuwa na wanawake wale malaya. Walikuwa. Mjini kila mji wako, sio hapa, kila mji wako. Lakini Jurayj alikuwa na mama yake mzazi. Mama yake akaja kumtembelea siku ya kwanza. Kwa muda ambao akamtembelea na anaswali. Swala la sunna. Akamwambia ya Jurayj. Mmoja kuitika hata ndio kwa swala kuitika. Anafikia mama swala kuitika. Ndio mtu kaondoka. Sio ya kwanza. Sio pia tena mama muda ule akamletea kuitika. Sio tatu akamletea vile kwa muda ule pia kuitika. Sasa wakati anaondoka yule mama akamwambia dua Jurayj. Yaani mama anaondoka anaomba dua mwanae. Mwenyezi Mungu mjalie Jurayj asije mpaka aadhirike na nyuso za watu malaya. Dua kaomba mama kwa sababu mama alisema mama yake akaondoka sana. Ndio maana dua balikubaliwa ni dua. Jurayj siku moja kulikuwa na mwanamke malaya akamsikia sifa za Jurayj kule mjini. Sasa mimi nitaenda kwa Jurayj. Tena kumwamisha kwa ani cha Mungu wala yule mwanamke akapita zake, akatoka zake kule, akapita kwa mchunga mbuzi. Akamwona mchunga mbuzi, akabeba nyumba. Kisha akaenda kwa Jurayj. Karuka pale mjini mpaka choka, Jurayj jamfungulie. Aenda mbele zake. Hapo anakuanzia nini? Ndio kwa Jurayj. Mimi nasema mcha Mungu baada ya daima pale hapana. Akasema Jurayj. Basi mama akakaa mpaka alipofungua, akambeba tu akaenda akamzaa mtoto kwa Jurayj. Nimesema mcha Mungu ndio wa Jurayj. Basi watoka kundi kwa mfano maandamano watoka kwa Jurayj ndio kijiji. Walipokuwa kwa Jurayj wanafanya ibada sana. Wakiwa kama kukuza Jurayj bado. Ndio kwa hiyo ndio ambao na shule yote bado. Mtiamini kwa mama walikuwa ni wako. Ndio baada ya subiri kidogo. Asante akaamini. Alipofika kama nyengo mtoto. Alipeleka ndio wako sasa kimba kijiji. Akamtoa sasa katika tumbo lake kwa kuleta roho yake.
akamuuliza nani abuka ya walad, nani wewe baba yako, mama baba yako nani? Ndio akajibu baba yako ni mchunga mbuzi. Naam, basi pale watu wakashangaa, lakini wakati huo Jureid kashaibika, ilikuwa bado anafanya kazi. Kwa hiyo mdogo ndo akajibu kwamba mimi baba yangu ni mchunga mbuzi, watu wakamwambia wewe usimsikie Jureid. Lakini ndio ndio anataka kwa ishafikia. Anasema kwa hiyo mwingine alizungumza hali ya kuwa mdogo ni Swahibu Jureid. Swahibu Jureid. Basi thumma ata ala qaum, kisha baada hapo akafika kwa watu wengine, safari inaendelea, akafika kwa watu wengine, tunbahu ruusuhum, vikipondwa vichwa vyao, kulama huko kila vinapopondwa ala taramakani, ndio kama vile vilivyokuwa. Na kwa kuponda baachi kitu katika kuponda vinapondwa chochote, baada hapo wengine kana kwamba akikupondwa. Hapana, akasema Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, man haulai, hawa ni wakina nani ambao vinapondwa na kila vinapopondwa ndio mtenda bibi kana kama kupondwa. Basi Jibril akasema haulai alladhina, hawa ni wale kwamba tatadhaharu ruusuhum an salah, mchangao ni mzito wao kama ana swala, yani wako mtu swala na swala nyumbani mpaka ndani, wengine ni mama mpaka nyumbani, wengine mpaka wana shida. Na ukichunguza wale watu ambao wana shida wakija msikitini na kusali mmoja kwa mzima na kuonyesha wale ambao kwa kila siku wanaangalia. Basi akimaliza shida yake kuhudhuriwa mmoja akitoa shida nyingine. Sasa watu kama hao ni mtu mzito, ndio atakuwa kwa kama hiyo siku yake. Thumma ata ala qaumi, kisha mtume akafika kwa watu wengine, safari hii ikafika kwa watu wengine, ala aqbalihim liqa'i wa ala adbarihim liqa'i, wale watu mbele yao huko wana vilaka, nyuma yao ndio wana vilaka. Ina yasrahuna kama tasrahu al-ibli wal ghanam, wanaogelea katika mito, wanaogelea ngamia. Yakuluna dharia, lakini pia wanakula adharia, miba na zakuni, na zakuni zote ni aina za miba wanakula. Warabafa jahannam, na vile vile wanapigwa mawe, aliyekuwa atakuwa kwa moto lakini bado wanapigwa mawe. Fakala akasema tena, man haulai, hawa ni wakina nani ya Jibril? Kala akasema haulai alladhina, hawa ni kwamba la yuaduna sadaqati amwalihim, sio kutoa sadaka katika zile zao zilizokuwa nazo, yani ana kawaida ya kutoa hata kidogo. Sababu mfumo ulivyo kutoa maana mtu ajipangie mwenyewe kutoa. Mimi kila wiki nitakuwa natoa kidogo hiki, kila siku nitakuwa natoa kidogo, kila mwezi nitakuwa natoa kidogo. Hivyo nataka apate Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala, hivyo na hivyo alielekeza Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba hata anapotoa kwa kile kiwango chako wewe mwenyewe, na utoe kwa kiwango chako sasa uliwekwa, na ndio utoe. Lakini sasa watu wengi watoe, yaani mfumo huu umebadilishwa, kwa mziki mwingine wananyamazia upande wa pili, wao wanafuma kwa kila wiki, kila mwezi, wengine wanafuma kwa kila siku, lakini mfumo huu umekuwa kwa sisi. Sasa wale wanaomba kwamba hawatoi mali zao katika sadaka, wama Allah, na hivyo nakuona wala Mwenyezi Mungu akawaamuru chochote kile. Thumma ata ala qaum, kisha kafika kwa watu wengine, baina aidihim lahmu nadhij, baina ya mikono yao wana nyama nadhij, tamu kabisa, nzuri, yani imeiva tena, fi kululi, ikiwa katika viungo. Walahmu akha, na nyama nyingine ni mbichi tena, khabithun, ni chafu au mbaya. Yakuluna al-khabitha, sasa wale watu wakawa wanakula nyama mbichi, wanaacha ile nyama ambayo kwamba ni tamu afu imeiva. Basi fakala akasema tena tu Jibril, ya Jibril, ma hadha ya au lakini nani? Fala akasema hadha rajulun majika, huu ni mfano wa mtu katika umati wako, takulu indahu mar'a, yeye anakuwa na mwanamke mzuri tena wa halali kabisa. Sawa, basi fayati mra'atan khabitha, na mwacha mwanamke yule anakwenda kumwona mwanamke mwingine ambao sio halali. Sawa, fayabita ila analala huko hata yusbiha, mpaka anafikiwa na asubuhi. Walmar'a, na mwanamke vile vile, takulu inda zawjiha, naye mume wa halali kabisa tena tayyiba mzuri, fatati rajula, na mwacha na mwanamke mwingine kabisa ambao sio halali, mchafu, fayabitu ma'a wa la yako hata yusbiha, mpaka anafikiwa na asubuhi.
Thumma ata ala khashabati, kisha alipoendelea katika sehemu akakuta kuna mti, ala tariqi, katikati ya njia ule mti, la tamuddu biha qawlu, wala piti mtu yoyote pale aliyevaa nguo wala shay wala chochote kinachopiti, ila isipokuwa tafaraqatu, isipokuwa kitagorolewa na mti. Fakala akasema hadha, hiki nacho ni nini? Ya Jibril, kala akasema hadha mithlu aqwali, huu mfano wa watu min ummatika, katika umati wako, yaquluna ala tariqi, wanakaa katika njia, wayaqta'unahu, na wanazuia njia pale pale. Akamsomea na akasema vile vile, la taqudu, wala msikae, bikuli katika kila njia msikae, tuaduna, ukiwazuia, utasuduna asabina, ukiwazuia katika njia ya Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Waraa rajula, na vile vile alimuona mtu, yusbihu fi nahri damu, akiogelea katika mto wa damu, mto wa damu, tena yulqamu al-hijara, watu wakipiga mawe. Fakala akasema tena, ya Jibril, man haulai, hawana ni wakina nani au ni nani? Basi kama akasema Jibril, huyu unayemwona mithlu akili riba, ni mfano wa mtu ambaye alikula riba. Thumma ata ala rajul, kisha akampita mtu mwingine, hizma, qad jamaa hizma, amekusanya mizigo, alhaqqa ya kumi, amekusanya mizigo ya kumi, anakusanya, la yasatiwa kabla, hawezi kubeba ile mizigo, kwa hiyo yaziba pia anaendelea kuongezea mzigo huo, kwa pale hawezi kubeba, kama anaendelea kuongeza mzigo mwingine. Fakala akasema tena, ya ma hadha, ya nani ya Jibril? Kala akasema hadha rajul, huyu ni mtu, min ummatika, katika umati wako, takunu indahu amanati nas, amanati, anakuwa na amana za watu, ameletea hiki, amana za watu anaweka, la yaqdiru ala adai, hawezi kuzungusha hili kabila, isiyo fanyaji kabila mtu hawezi kuzungusha. Wayuridu, anataka vile vile ayatahamala aliandeku kwa amana nyingine, ndio kwa amana nyingine. Wa ata ala qawmi, na vile vile akafika kwa watu wengine, tuqrabu alsinatihim, zikikatwa zile ndimi zao, washafahihi, na midomo yao, bimaqalibi min hadidi, na katio la chuma, ile kama mkasi wa chuma, na katwa midomo na ndimi na zile ndimi zao zinakatwa. Kulama arudu, katika zinapokatwa ile mdomo na zile ndimi zinapokatwa, ada zinamakati zote kwa hizo kwa awali kila siku kati tena, la tawa anhu, hapana mdomo unakatwa na ndimi zote zinakatwa, hapa nasema tabaki. Basi fakala akasema tena, man haula ya Jibril, haula ya Jibril ya Jibril? Kala akasema haula waqatu fitnati, hao watengeneza fitna, unaona hao watengeneza fitna, yani kazao kutengeneza fitna, wao wakubali wao sema wao wasogee, kwa hiyo ni sehemu ya adhabu yao katika umati wako. Tena yakuluna baada ya kwa wanasema ya basi usiyofanya. Wa mambo ala qaumi, na vile vile akapita kwa watu wengine, lahum afanu, wana wao kucha ndefu, tena mimi hasi na shaba, kucha ndefu za shaba, yakhmushuna biha ala wujuhi, walikuwa katika nyuso zao, wasuduri, na vifuani wao, hizo saba walikuwa vifuani wao katika nyuso zao. Fakala akasema tena, bali haula ya Jibril, ni wakina nani hawa Jibril? Kala akasema haula alladhina yakuluna luhuma nnas, hawa ni watu ambao wanakula nyama za watu, wayaqauna fi a'radihi, na wanaingia katika viwanja vya watu au nafasi za watu. Hii ni sehemu ya adhabu yao, sio ndio? Wanasema kucha ndio wanaona fashion, na wengine wafunga wanachora kabisa, yani wanaanza alafu anabaya, wanasema wewe mwanadamu kwa kawaida bila kujali nani unakubali kwa ukiwa na kucha ndefu, basi kila siku usiku nalala shetani. Shetani anazunguka huko akijua na shetani anaachia ya kucha ndefu kila siku nalala, haijalishi kama unakubali Mungu au unakubali Muislamu au sio Muislamu, kama utakuwa na kucha ndefu tu, basi nalala shetani. Anyeweza umepachika kabisa, kupachika kabisa.
basi ndio kituo kabisa. Kwa maana haja ya kulala na kupumzika kwa akili. Wa ata ala juhud, na kisha kafika katika tobo. Juhud ni tobo, Swahili dogo, alafu dogo yako ni mimi mfaume na adhim, anatoka kwa moyo mkubwa, akatoa ile ndio kwa moyo mkubwa. Wajaa mfaume akawa anataka ile moyo mkubwa ile, yule anataka ayadia kurejea kule kutoka, anataka sababu hiyo wala isitaki wala hawezi kutoka kwa watu wa kule. Wakati akasema tena ma hada una nani yasri, qala akasema hada rajul, huyu ni mtu min ummatika, katika umati wako, yatakallam bi kalimati, anazungumza neno adhima kubwa kabisa, thumma yadamsha la juta, akazungumza ile neno sababu alisema kumwisha bila shatoka, akazungumza atamani arudi, lakini neno alisema bila shatoka kwa zawadi au ni mtama awali amsema kurudi. Kwa hiyo kuna msemaji mmoja anasema idha tasfa al-jilisi wazni kalama, anasema ya pili maneno idha tasfa al-jilisi kwa kukaa kwa zawadi ndio zungumze wakati gani ndio inafaa kufanya. Basi wote aibu ya mtu inaanza kuja baya kwanza kuzungumza kwa aibu ya kwanza. Kwa maneno ya pili kabla ianze tunaanza kusema kabla ya kitoka uweze kurekebisha kisitoka. Na mtu mmoja anaitwa Hajjaj kuhusu Qaddafi, Hajjaj kuhusu Qaddafi. Hajjaj katika utawala wake alikuwa Hajjaj, wanachuoni walimfuata wanaambia bwana, kuna msikiti swala za jamaa, watu wa swala ambia ndio swala za jamaa na wale watu wa kuuza kwa swala kwa swala mfano baadaye mtu anaangalia hiyo watu sio hasa ndio hata kwa hiyo swala msikiti wala swala swala kuna wanafunzi ikanacho mmoja hii mfano hii ndio sio, lakini baadaye mwalimu akagundua na wakosea, lakini alisema kurudi sababu kishatoka hapa shaka. Wa bainama huwa yasina kama alipokuwa akiendelea safari, bid'ahu dahi kule akatokea mwenye kumuita alimuita Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa kwamba ya Muhammad udhuni as'aluka, Muhammad niangalie mimi akaniulize, wala mjibu wala kuna akujibu. Wakala akasema akauliza Jibril, ma hadha ila ndani ya Jibril. Kala akasema hadha da'i yahudi, ule msikio ni mlinganiaji wa Kiyahudi. Labda hajapta labda ungelimjibu umati wako wote ungekuwa ni Mayahudi. Babaidama Muyasiri kama alipokuwa akiendelea kwenda na safari, idaahu da'i ghafla akatokea mtu mwingine akimwendea mtu, lakini ameshibali alikuwa pale watu wanashukuru sana mtu. Akimwita ya Muhammad udhuni as'aluka, Muhammad niangalie mimi nataka nikuulize. Basi falamu yujibu wala mtu akamjibu. Wakala akasema tena ma hadha nani juu, kala akasema hadha da'i nasara, wewe msikia ni mlinganiaji wa kinasara, na wewe ungemuitikia wewe basi la tamsara tu watu wako walikuwa na nasara walikuwa tuange wa Kristo. Wa bainama huwa sina sema alipokuwa akienda hivi kwa bimrati, ghafla akamwona kuna mwanamke hasira tu kikongo kabisa, andirahi bana dirasa hizi alikuwa kikongo wa alika mikubisina, lakini juu yake na kila pambo kala kama Allah Taala ambaye Mwenyezi Mungu amemwambia pambo hilo. Fakati anasema ya Muhammad udhuni, kile kikongo na mtu Muhammad, Muhammad niangalie mimi, Muhammad niangalie mimi, asante kwa kuuliza. Baada ya kutafuta wala kuna kugeuka, fakati akasema man hadihi ya nani, kana akasema tilka dunia, hiyo dunia sasa hiyo dunia kama iko kama hiyo. Ama annaka ama kikawaida au ajabta lau ulijibu la tara kumashka dunia, watu wako wanachagua dunia dhidi ya nini, dhidi ya akhera. Lakini kwa kuwa kumjibu basi msalimika hiyo dunia. Siku moja mtu mmoja aliuliza dunia, aliuliza dunia wanaona wangapi? Aliuliza dunia sababu anza dunia wanaona wangapi? Basi dunia kajibu ndio bwana awenda anaona wengi na wanaona wengi kweli, wote wanataka nini? Wote wanataka, lakini sio sana. Akamwambia
yengi sana. Wakifa wanasikitika. Sasa wakifa hizi sio wala wasikitika ndio ya Mungu. Kwa hiyo hapo kwa sasa. Kwa hiyo kila mmoja ashajua dunia sio. Mungu sio dunia. Na kwa hiyo sio anaonekana kwa dunia. Ni sawa kwa. Hata kuongeza pia kuongeza dunia. Hiyo pia hapo kuongeza. Kwa hiyo tunaweza kuongeza na tunashirikiana. Hapo kuongeza tunaweza kuongeza. Kwa sana kubwa sana. Wabainama huwa yasibu, nasema alipokuwa akienda indi huwa bisheki, ghafla akasikia mzee akimwita, yad'u akimwita, multahiya alipoariki akiwa yuko kando kando ya njia. Akimwita yakula akisema halumma ya Muhammad, halumma ya Muhammad. Njoo Muhammad, njoo Muhammad. Fakala akasema hadha ni nani yajri? Ala akasema hadha adu wallahi Iblis. Huyo msikia kwa nini yuko kando ya njia? Huyo Iblis. Arada atamila ataka wewe ulemee kwake. Ataka ulemee kwake Iblis. Ataka mtume aelemee kwa nani? Kwa Iblis. Siku moja Iblis alikuwa kakaa kwenye msikiti ambao ni Kongo. Msikiti zamani ni Kongo. Sasa kaona kwenye msikiti unakaribia kuanguka. Lakini kwa kuanguka unamka. Kenda kama mshauri wake. Baada ya kuanguka kwa hiyo Bwana alikuwa akifanya kushukuru sana. Kwa hiyo acha sana kwa kukusha. Wewe ni nani? Bwana sio ngeni. Akaambia mimi ni Iblis. Ndio la sasa na nani sana kwa Iblis ndio kuokoa. Bwana akasema kwa nini Iblis ni kwa nini? Akaambia nikuona kama ungekufa ungekuwa na kuka leo kwa msikitini ungekufa shahidi. Sasa kwa kweli kwa mtu wanafanya kifo kingine kwa mtu wa kusoi. Mbona leo mbaya yake? Mbona kama akiamkono mtaja kwa msikitini shahidi. Na yeye atakaye kwa fungu shahidi. Ndio kafiki kifo kingine cha wale kwa hiyo mtu. Amtoa mtu. Akamwambia ataka uendelee kwake. Wasara akaendelea safari. Fa idha huwa bi ajuzi wakamkuta kikongo ala jani kipeleki ikiwa yuko katikati wa njia. Fakala akasema ya Muhammad udhuru. Ya Muhammad niangalie ya sababu alipokuuliza. Falam yaltafiti ilaiha. Wala hakugeuka mtume kumwangalia yule kikongo. Fakala akasema hadihi ni nani? Kala akasema innahu lam yabqa min umri dunya. Haikubaki katika umri wa dunia illa ma baqiya min umri hadihi ila umra kwa ukikongo alibaki na muda wa kikongo. Basi safari ikaendelea, wakafika Wasara hata mpaka hata Madina, wakafika katika mji unaitwa Baitul Maqdis. Wakafika Baitul Maqdis ambapo sasa inaitwa Palestina. Wadakhala min babi al-Yaman, wakaingia katika mlango wa al-Yaman. Nazala al-Buraq, kisha kuna akashuka kwenye ile Buraq, warabatahu, na kisha anakufunga kwenye nguzo. Sasa babu masjid nguzo ya msikiti yuhilka kueleza au anacheni au kama sema alata kwamba karibu adila la anbiya hapo ndipo alikuwa kufunga manabii alayhi salatu wasalam. Katika riwaya nyingine anasema Jibril hata soka alikwenda katika kuta ya ile msikiti msikiti wa asbaha wa kishanyika kile chake katika kuta alikuwa ndio kutoka kutoka kwa hiyo akaenda akamfunga yule mlango pale kwenye ukuta. Baada ya kumfunga pale, akashuka mtume pale akamfunga, na kisha akaingia sasa wadaka na masjida, akaingia msikitini, mbali katika mlango tanimu hii sasa wale wanaona unafunga na dua asubuhi ya mlango wa mashariki. Au kwa usiku walikuwa wanaona unafunga mwezi usiku. Akaingia hapo maswala huwa wajibisha kuswalia mbili kwa wahi wa rak'atain, kila mmoja akaswali rak'a mbili mpaka hapo alisimama. Maka mtume akatoka Maka, akatoka wapi? Akatoka Dar es Salaam sababu ya Palestina. Sasa hiyo msikitini na maswali yako rak'a mbili. Kwa hiyo alielewa anaswali atakuuliza. Naam.
pale ambapo tulipoanzia mpaka hapa tulipofikia. Tumeona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam toka malaika wanaingia kupitia sakafu ya juu, yani paa, mpaka wanamkuta Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndani na kumchukua kumpeleka katika sehemu maalum ya kumtoharisha na kumfanyia operation na kummiminia yale mabeseni ya rehema, imani na vitu vingine vingi. Akapanda Buraka aenda mpaka katika mji wa Madina, hiyo hatua moja tu akafanya aliyoyafanya, na njiani hivi vitu vyote tulivyosikia, ina maana amekutana navyo njiani. Kama tulikuwa hapo, bila shaka kuna vitu vingi sana ambavyo amekutana navyo. Kwanza kabisa alikuwa anaambiwa shuka hapa swali raka mbili, shuka hapa swali raka mbili. Lakini tusije tukawa watu ambao tunasikiliza alafu hatuzingatii. Na kwa hiyo huenda katika mazungumzo ya Sheikh kuna sehemu unahitaji zaidi kuielewa. Ametoa nafasi, kama kuna mtu mwenye swali, basi inshallah ni wakati wake sasa wa kuuliza ili tuendelee. Sasa hivi ni saa 12:26. Kama 12:26 takuwa na maswali, basi tutaweka mpaka muda wa swala ambayo saa 12 kwa wastani wa 40 hivi. Alafu baada ya hapo, baada ya swala tutaendelea. Bila shaka maswali yapo, tuna wazee hapa, tuna vijana, alhamdulillah. Naam, shukran alaykum. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ni sehemu ambayo tunakuelewa vizuri ni pale ni kisa cha Bi Maryam na Nabii Isa. Na inaonekana Nabii Isa yupo kabla ya Muhammad, lakini kisa cha Muhammad cha Isa bin Maryam kinapata kwenye safari ya Miraj. Sasa hapa nataka nielewe vizuri ilikuwa kisa kinatolewa, yaani Muhammad anakuja kisa Isa shazaliwa au kabla? Naam. Bila shaka pendo kwa utaratibu, swali liliulizwa najibiwa hapo na kuja swali lingine inshallah. Kwa ndio maswali inshallah. Katika mlolongo wa manabii wetu au nabii kabla ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitanguliwa na Isa. Kwa Isa alikuwa kushatangulia, kisha baada ya hapo akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini alipotoka Isa kwa ile nyingine, alipotoka Isa kulikuwa na manabii wadogo. Hawakutaja, walikuwa manabii wadogo, wale manabii analeta kwa ajili ya pengine kijiji fulani tu. Kijiji pale wale wanaonekana kuwa wakorofi sana, anakuwa nabii. Kijiji pale watu wakorofi wanakuwa nabii. Ambao hawana majina makubwa. Lakini kwa ujumla ni kutoka Isa tu ndio akaja Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtume alitanguliwa na Isa. Na Isa ndiye alitanguliwa na Musa. Isipokuwa kipindi cha Musa ndio manabii walikuwa wengi zaidi kipindi cha Musa. Yeye kapambana nao sana. Na hata watu ambao walimzidi mwingine elimu walikuwa tunaangalia kwa Khidr, kwa Qur'an sipo. Alikuwa katika kipindi cha Musa. Alikuwa na elimu sana, hata kwa miujiza. Kama leo miujiza tungepata sisi tungelinda. Hivi alipokuwa hataki kutembelea, akitembelea kwenye soko, alikuwa anapenda kuwatembelea wale watu ambao biashara zao zinakaribia kudoda. Kwa mtu ambaye anauza matunda, ile matunda pale karibia kuoza. Basi akifika pale, akishika tunda moja tu, yalibaki yote yanabadilika ya ulikuwa mapya. Hivi alikuwa kipindi cha Musa. Huyu Khidri alikuwa anaishi kando ya bahari, ndio alikuwa anaishi. Na sio kama alikuwa na njaa, na sio kama pengine alikuwa fukara. Baba yake alikuwa ni
tajiri. Siku mpaka alikuwa akiabudu masanamu, yeye ndo alimkataa. Alimkataa. Yeye ndo akaenda zake kuishi kando kando ya bahari. Akawa anaishi. Sasa wale wavuvi wanaokwenda kuvua, kuna siku moja kuna mvuvi mmoja akaenda kavua huko, alikwenda kuvua, harudi siku akakosa samaki. Sasa akalalamika. Analalamika kwa sauti. Sasa ndio akakuwa anamsikia analalamika. Lakini hajamuona kama vile kuna mtu. Hapo alijifunika miguu. Sasa alipokaribia yule bwana, kitu kajifunua hivi. Akamsalimia. Baada ya kumsalimia, akamwambia mbona nataka nione samaki wako. Yule bwana akamsogezea ile kamba. Yule ndani kuangalia kulikuwa na samaki, anasema witi kati ya 3 au 5. Lakini ana siku nyingi kwa baharini. Ndio yule samaki mdogo. Hivi akaingiza mkono kwenda kuagusa samaki. Alipotoa hivi, ile kapu ikarudi imejaa samaki. Sasa yule bwana akachukua ile kapu akarudi nyuma. Baada ya kuondoka na safari akarudi nyuma akaenda kuambia mzee bwana, nimekutana mtu huko wa ajabu. Kanijazia kapu langu. Twendeni na nyie, twendeni. Tunakwenda kule huko kizi kaondoka. Alipofika pale sasa. Anaambia kwa mtu mwenyewe wala mzee yuko wapi? Anakuwa hapa hapa. Kila kodoa macho hayupo. Bwana mtuongopea basi gawanya msamaha sasa. Wakagawana msamaha. Kwa baada ya kuwa alitoka na kapu nzima, kaondoka tena na nusu samaki. Vile vile kama vile alitoka bahari. Kwa hiyo Khidr alikuwa mtu mmoja ajabu kabisa. Alikuwa katika kipindi cha Musa. Musa alikumbana naye mpaka kwenye Qur'ani anaeleza. Huyu ndio alisababisha mpaka Musa akaingia kwenye jahazi. Alipoingia kwenye jahazi tu, yeye kanitoboa jahazi. Musa anamuuliza, "Mbona unatoboa jahazi?" Akaambia, "Usiniulize, sinikwambia kila jambo nalifanya usiniulize." Akaambia, "Mbona unatoboa ili maji sasa ingie kutazama?" Akaambia, "Usiniulize." Lakini wewe baada ya kutoboa, akakaa pale pale kutoboa. Kwa maji yakawa hayaingia. Pale pale kutoboa ikaenda kukaa pale pale. Kwa hiyo maji hayaingia. Lakini kumbe kule alipokwenda kule mbele, alipofika na jahazi kule mbele, yupo mfalme. Mfalme kila jahazi likiwa lipya, yeye ananyang'anya na kwa kwake. Kwa hiyo alipofika kule, ile mfalme alipolikagua ile jahazi akaona limetoboka. Akasema, "Hii mtoboka tena ndani." Kwa pale Musa akagundua, "Ah, ni mtu mbaya hivi sana." Kwa hiyo angekusa Mungu na ile jahazi wangefanyaje? Wangenyang'anya. Wangenyang'anya ile jahazi. Kwa hiyo Musa alikuwa manabii wa wengi sana kipindi chake. Lakini Isa alimtangulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndio. Na mzee. Tutakuwa umejibiwa hapa, labda shaka alikuwa jerozo. Nasema walikuwa wanaambiwa ndio kabla. Na swali lingine. Sogea ili sikia. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Swali langu mimi tunataka kujua wale wanaofaulu ndio wanakwenda na kufunga swala la sawa. Hapa kuna tafsiri tu Jibril au mwingine alibaki nyuma au vipi? Hata kule mwanzo wanaondoka wawili. Sasa tumefanya swali sana upasika. Sasa baada kujua kidogo huyo mwingine sijasikia. Je, vipi? Ndio mambo. Ni maswali. Anauliza Jibril tu basi. Yule malaika mwingine alikuwepo, ila yeye sio kiongozi wa msafara. Kiongozi wa msafara alikuwa ni Jibril. Kwa mdogo kuchukua watamilizi. Watamilizi katika kundi kutoka wanakuwa na mtu aliyeamini. Na kuna mtu aliyeamini katika kundi la watamilizi. Yule amiri mambo yote ya kwanza yanaanzia kwake. Hata kama unataka kundi pale kundi kwa chakula, basi ndio unapata taarifa kwa nani? Kwa amiri. Kwa amiri ndio anaweza kaamua au akakubali kwamba ulete au usilete. Kwa hiyo Jibril ndio kiongozi wa msafara, lakini pia Jibril ndio mwalimu wa mtume. Kwa hiyo yule mtume alikuwa lazima amuulize
kuuliza mdomoni wake, hawezi kumuuliza malaika mwingine. Hilo la pili. La tatu, Jibril pia ndio kiongozi wa malaika wote. Malaika wote tunawasikia kiongozi wao ni Jibril. Malaika wote tunawasikia kiongozi wao ni Jibril. Kwa hiyo alikuwa lazima amuulize Jibril, lazima amuulize Jibril. Alafu pia ndio ambaye yani kule kumuona yeye sio mara ya kwanza. Yakashamjia sana huko nyuma, kashamletea wahi maana ni kwa kama pesa kwa vile ndio kama rafiki. Naam, ndugu zangu. Napoulizwa maswali ndio tunapata faida zaidi. Naam. Swali zuri sana. Swali zuri sana. Musa baada ya kulidua lilio roho ile msiba na kuwachukua wale wanyama wale mabiti wawili na kuwapa maji, kisha wale wanyama wakawa na wale mabiti wakawa na wale wanyama wao. Musa alikaa pembeni, ndio alikaa kwenye mti kupumzika. Sasa alipopumzika, watu walikuja kwa Musa, wanaogopa kwenda pale kwenye kile kisima, wanaogopa kusogea. Musa akawapa kwa ishara tu, ndio kwa sababu nao wakaanza kuandika kwamba wanatumia ile simu kwa hiyo anaenda anapeleka kwa wao. Lakini baada ya hapo walipita kila wakije zawadi pale hawahubiri kwa wao pale so kwa sababu msingana kwa sababu ya wao sema kama vile kwa panda chat haijawa imekuwa hivyo. Na lazima Sheikh Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipewa tumekwenda miaka mingapi? Na baada ya kupewa utume ile nembo ile alipata ukuaji au alizaliwa nayo? Tulisema manabii wengi wa nabii aliyekuwa bado wadogo, kwa mfano Isa aliyekuwa nabii aliyekuwa mdogo kwa kujifundisha Mungu kwa sahihi hapo kwa hatari ya kitabu angalau ndio. Lakini mtume alikuwa alianzia katika unabii. Kwa hao Mayahudi wasikia wanafikiri wanakuwa nabii alafu hawapo mtume, yaani hawai Musa. Lakini kuna wengine wanaanzia unabii alafu baadaye wanakuwa mtume. Kwa hiyo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alianza katika unabii. Baada ya hapo akaja akakuwa mtume. Alikuwa kusema miaka mingapi? 40. Akakuwa mtume sasa. Ile nembo ile sasa akuzaliwa naye. Ile nembo alipata wakati anasafishwa kifua chake kwa ajili ya safari ya kwenda mbinguni. Ile ndio sababu anaendelea hewa kwenda mbinguni. Ndio akasafishwa na baadaye akakuja mbinguni. Hapo tayari nembo ya kuwapa taarifa tukufu kwa maono ndio waamsho. Lakini watu walipotea chini.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, shekhe na maswali matatu hapa ya mwanzani. Swali la kwanza kwa ajili ya faida ya wasikilizaji, fahamisha tofauti kubwa kabisa kati ya nabii na mtume. Lakini swali la pili, nataka kujua ile hekima ilikuwa ni hekima gani ya Nabii Isa nyumba yake kuingia siku moja ndani ya saa moja akazaliwa muda huo, yaani kilitokea kitu gani hapa? Yaani kuleta mambo kweli. So nataka faida hapa, inawezekana mdadani saa nzima ili uweze kunufaika katika hiyo inshallah. Nishia salamu Manabii, tofauti kati ya manabii na mtume. Hawezi kuwa mtume, lazima kwanza awe nabii. Yaani hawezi kuwa mtume, lazima awe nabii. Na manabii ni wengi zaidi kuliko mitume. Manabii wako 123,687 nabii. Lakini mitume kwa jinsi walivyoripotiwa katika Qur'ani 313 mursalin. Kwa hiyo mitume ni wachache zaidi, lakini manabii ni wengi zaidi, na hawa ndio ambao wanataja. Ukisoma katika kitabu nimesoma kidogo moja ni kama vile zaidi naelewa sasa. Katika sharhi ya Riyadhul Badir, Riyadhul Badir sharhi yake. Katika sharhi ya Riyadhul Badir kuna kurasa 4 au kurasa kama 6 imeandikwa na majina yote manabii wale wote. Wale manabii wote wameandikwa. Ya 1123 wale wote wameandikwa wote. Majina yote yako pale. Kadhalika vile mumsalina vile wametaja kwa majina yao wote. Lakini wanaji kwenye Qur'ani ni watu wa 125. Wanaji kwenye Qur'ani. Lakini idadi yao jumla hapo 313. Na manabii kutoka nao kutoni unabii. Anakuwa nao kutoni unabii. Anakuwa nao kidogo. Alafu huko mbele Mungu yeye anampa sauli Musa mtume. Hao tunasema katika wakati wa Musa walikuwa manabii, lakini hawakuamrishwa wao kufikisha vitabu, kufikisha zile amri, lakini wanajua yale ambayo wanashishwa mitume kule, wao pia zile taarifa wanazipata. Isipokuwa sio kazi yao na kufikisha kuambia watu. Musa ndio aliwahi kusema kwamba hicho kilichoshishwa wewe huko na mimi pia nishushiwe na kijua hicho ambacho, lakini sio kazi yako kufikisha kwa Israeli.